Habari za saizi mabibi na mabwana, ni bingwa wa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka niwape elimu ya majini. Nataka niwape watu elimu ili wapate kuyajua kwamba majini ni nini na majini yanaweza kuwasaidiaje, inahusianaje kati kupata mafanikio na nguvu za majini. Na hiyo leo ndio mada yangu, nataka niwape elimu watu ili watu wapate kuelewa. Kwanza ieleweke, majini ni viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna mganga ambaye ameweza kuumba wala kutengeneza jini. Majini ni viumbe ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu na vimepewa uwezo mkubwa sana, kwa sababu majini wana uwezo wa kuweza kuona vitu ambavyo sisi binadamu hatuna uwezo wa kuweza kuviona. Lakini ieleweke pia, majini ni viumbe ambavyo mwanadamu anaweza kuviona endapo kama ataweza kupandishwa daraja yake ya uelewa, na pia kuna vitu vya muhimu akaweza kufanyiwa vinavyohusiana na uganga ili kuweza kumfungua macho na kuweza kuwaona majini. Kwa hiyo unaposikia majini ujue kabisa ni viumbe ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Watu wengi hawawezi kuviona kwa macho ya kawaida, lakini kuna vitu ukifanyiwa kwenye uganga wa jadi unaweza kuwaona majini na ukazungumza nao. Lakini pia ieleweke kwamba majini wapo wa aina mbalimbali, lakini wapo katika makundi yao mawili makuu, kwamba wapo majini wabaya lakini pia wapo majini wazuri. Lakini majini pia vile vile hawa wazuri pia wamegawanyika katika daraja. Ninaposema daraja, maana yake ni uwezo wa namna ya kutenda kazi na uwezo wa namna tunavyoweza kuwatumia. Na ndio maana nikasema, kwa mfano kama mtu ambaye anataka biashara yake iweze kukua, ina maana kuna aina ya jini ambaye anajihusisha na kuweza kumfanya huyo mtu aweze kupata mafanikio kwenye biashara. Tukisema labda kuna mtu anataka kupata mafanikio kwenye uchimbaji wa madini, ina maana ili mtu mwenye mgodi wa madini ili aweze kupata mafanikio, kuna jini maalum ambaye anaweza kupewa huyo mtu na akaweza kutumia nguvu zake na akaweza kupata mafanikio ya kuweza kupata madini mengi sana kwenye mgodi wake. Lakini vile vile mtu anayetaka cheo, labda mtu anafanya kazi za kiserikali, labda mtu anafanya kazi za kiuongozi, mtu anafanya kazi katika taasisi mbalimbali, sasa anataka kupata ukubwa, kupata cheo, kupata mamlaka. Ina maana wapo majini ambao wanahusika na mambo ya cheo na mamlaka. Ina maana unapokuja kutaka jini wa mali, na pia vile pia wapo majini ambao wana uwezo wa kuweza kukupatia mali na utajiri, na ukaweza kumiliki mali na ukaweza kuwa tajiri mkubwa. Kwa hiyo ieleweke kwamba majini hawa wazuri pia haina maana kwamba kila jini tu kwa sababu ni mzuri anaweza kukupa chochote unachohitaji. Na ndio maana ni lazima muendee mganga ambaye ana karama na uwezo kama mimi Dr. Imani Mandoto, ambaye nimekizi vilinge 7 vya uganga na nina nyota 7 za uganga. Ninaweza kutambua shida ya mtu, nikajua ni jini wa aina gani ambaye anaweza kumsaidia mtu wa aina hiyo. Lakini vile vile pia naweza kuwajua vizuri sana kama huyu ni jini mbaya na huyu ni jini mzuri, kwa sababu kwenye process za kuweza kuwaita majini huwa kuna visomo vinavyofanyika, huwa kuna kafara zinazofanyika, huwa kuna chano zinazotolewa. Sasa katika ile chano, kama wewe hauna uwezo wa kujua kwamba huyu ni jini mbaya ama ni jini mzuri, anaweza akaja jini mbaya na kula ile chano na kisha akajifanya kwamba ni jini mzuri, akaweza kujifanya anajipa mamlaka. Na kwa kuwa kama mganga utakuwa hauna uwezo wa kutambua huyu ni jini mbaya au ni mzuri, inawezekana ukasema umempa mtu jini mbaya mzuri, kumbe akawa ni jini mbaya wa kumletea matatizo katika maisha yake. Na ndio maana nasisitiza, mtu yoyote anayetaka kumiliki jini wa mali, anayetaka kupata cheo kwa njia za majini, anayetaka kufanya biashara kubwa ili aweze kupata msaada na connection na wafanya biashara wakubwa, anayetaka kupata cheo, mamlaka, ni lazima atuone waganga kama mimi Dr. Imani Mandoto, ambaye tuna uwezo wa kuweza kukizi vilinge 7 vya uganga, tukaweza kutambua jini huyu ni mbaya, jini huyu ni mzuri, jini huyu ni wa baharini, huyu ni wa milimani, huyu ni wa kwenye mapango, huyu ni wa kwenye miti mikubwa. Ni lazima aweze kuwa mganga wa aina hiyo ili aweze kukupa kitu sahihi, kwa sababu jini anaweza akaitwa jini mzuri kisha akaja jini mbaya na akaja kuleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nilikuwa nataka nikwambie kitu cha kwanza, ni lazima uhakikisha unapokwenda kutafuta majini kwa waganga, unakwenda kwa mganga ambaye ni mganga wa kheri, mganga ambaye amekizi vilinge 7 vya uganga, na ni mganga ambaye ana imani na ana huruma na anaweza kukusaidia. Kwa sababu kwenye uganga hata ukiongea na mtu tu, wewe mwenyewe ukimpigia mtu simu tu, inatosha kujua kwamba huyu mtu ana huruma, ana imani na atakusaidia. Waganga wengi ambao hawana uwezo wanakuwa ni waganga ambao wana hasira, wanakuwa hawawezi kuongea vizuri na wateja, wanawafokea watu, wanakuwa hata ukimpigia simu tu anakufokea, hakupi na elimu na kukuelimisha. Kwa sababu gani? Kile anachokifanya yeye mwenyewe pia hana maelezo ya kutosha, kwa sababu hakijui na hana maarifa nayo yanayojitosheleza. Ndio maana anajificha kwenye ukali. Kwa hiyo ukikuta wakati wote kuna mganga ambaye unamuuliza swali, baada ya kukuelewesha anaanza kufoka na kukutisha, uwe na uhakika kwamba huyo mganga hana maarifa na kalama ya kutosha. Kwa hiyo si mganga sahihi wa kumuendea kwenye mambo ya majini, kwa sababu kwenye mambo ya majini hakuna vitu vya kubahatisha. Kwa sababu kwenye mambo ya majini unaweza ukamuitia mtu jini wa mali, kumbe ukawa umemuitia jini mufilisi.
wa kuja kumfilisi mali zake zote zile. Kama wewe mganga hauna maarifa, unaweza ukajikuta umemuingiza mtu kwenye matatizo na umemuingiza mtu kwenye kufilisika, alihali alikuja kwako kwa ajili ya kuweza kupata mafanikio. Kwa hiyo uganga sio vitu vya kubahatisha, hasa katika engo ya majini. Ndio maana nasisitiza, kama una shida yoyote inayohusiana majini na mizimu, ni vizuri ukaniona mimi Dr. Imani Mandoto, ili nipate kukuongoza vizuri na niweze kukusaidia na niweze kukupa maelezo ya kutosha, kwa sababu hata hawa majini, kuna majini wanayotumia chano ya damu ya ngamia, kuna majini wanayotumia ng'ombe, kuna majini wanayotumia kondoo, kuna majini wanatumia hambari nyekundu, hambari nyeupe, hambari nyeusi, kuna majini wanatumia marashi ya buku ya Alishamli, kuna majini wanatakiwa kufanywa visomo, kuna majini wanatakiwa kutolewa kafara za aina mbalimbali za wanyama ili uweze kuwatumia. Na vile vile pia kuna majini ambao wanaweza kukupatia wewe pete, ambao pete hiyo ikaweza kukupa nguvu ya kuweza kuwatumia na kumwamrisha jini yoyote ambaye ni jini wa heri. Vitu vyote hivyo vinapatikana kwetu sisi wabobezi, maguru, mabingwa wa tiba asilia na waganga wa jadi. Dr. Imani Mandoto ndio naweza kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unaotafuta majini, iwe kwenye cheo, iwe kwenye kazi, iwe kwenye biashara, iwe kwenye jambo lolote lile unataka kutumia nguvu za majini, kwenye uchimbaji wa migodi, kwenye utafutaji wa almasi, utafutaji wa tanzanite, utafutaji wa dhahabu, chochote unachokitafuta ambacho unahisi unataka kupata nguvu za majini na mizimu, niwafanyie mawasiliano Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Lakini pia unaweza kuniuliza lolote, kuniandikia kwenye comment hapo, na mimi nikaweza kukufuatilia, nikaweza kukusaidia. Ieleweke, kila comment utakao niandikia mimi Dr. Imani Mandoto nitakwenda kukujibu, kwa sababu naamini kuna kitu unachotaka kukielewa na mimi nitakuelewesha. Lakini pia nakuomba uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu ili watu wengi waweze kupata elimu kupitia channel hii ya Dr. Imani Mandoto. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.